unachukua laki unagawanya kwa glasi 50. Unapata unit cost ya kila glasi. Ni kweli. Tunapunguza tu gharama, tunapunguza tu bei, lakini gharama ziko pale pale. Yaani maji ni odorless and tasteless. Kwa hiyo maji yanazozidi kuwa tasteless ndio yanazidi kuwa matamu. Kwa hiyo watu wana compete hapo. Data Podcast. This is another episode of Data Podcast. Hapa ndipo tunabadilisha maamuzi kuwa mafanikio. This podcast is sponsored by Uzadigit, ambayo ni platform ya usimamizi wa biashara pamoja na Bongo Brothers. Data Podcast ina exist kwa sababu iko hapa kukupa taarifa sahihi za biashara, ili sasa ukizifanyia kazi zinakusaidia kuanzisha biashara kwa data, ukiwa unafahamu kwa nini unaanzisha biashara, lakini zaidi ya hayo inakusaidia kukuza biashara yako. Ninaamini wewe kama mfanyabiashara, unapoanzisha biashara si unaanzisha ili ife, unaanzisha ili ikue, ilete impact kwenye jamii, lakini pia hata wewe unayeanzisha ufaidike. Sasa tupo kwenye msimu ambao you cannot run a business bila data, and that is why Data Podcast tupo hapa kwa ajili yako. I am Faithbeth Mkenda, your host, na siko peke yangu, nipo na mtaalam sasa ambaye anatuonyesha njia. Si ndio? Kwenye nia pana nini? Pana njia. Sasa hiyo njia lazima uelekezwe. Nikwambie kitu, kwenye eneo lolote, yoyote anayefanikiwa kwenye eneo la biashara, kikazi, any area, ana taarifa sahihi kuhusu hilo eneo. Sasa mtaalamu wetu huyu anakupa wewe taarifa sahihi zitakazo kusaidia kufanikiwa kibiashara. Yeye ndiye msimamizi wa mambo yote yanayohusu fedha na miundombinu yote ya mifumo ya kibiashara na usimamizi wa small and medium enterprises. Huyo si mwingine bali ni engineer Kabenda Balete. Nimejaa kabisa leo. Engineer, siku ya leo tutadiscuss mada nzuri sana. Kimsingi binafsi naamini kila mfanyabiashara akifahamu hili bas ametoboa. Sawa. Yaani kuna stress za hapa na pale nini tunamaliza. Sasa topic yetu ya leo ni namna nzuri ya kupanga bei ya bidhaa zako. Au kushindwa kupanga bei vizuri kuna uwaje biashara? Kumbe bwana, biashara inaweza kuuliwa kwa kupanga tu bei. Yaani hapo nikikosea tu hapo nimeenda na maji. Tuambie tena maji ya mtaro tu unakupeleka. Kwa kweli kupanga bei kumeharibu au kumeua biashara za watu wengi. Watu wengi hawajui kabisa kupanga bei. Na wengi hupanga bei kwa kuangalia watu wengine. Lakini kuna kitu kinaitwa unit economy. Unit economy. Yes, au economics of unit. Okay. Yaani biashara yoyote ili ufanikiwe lazima ufanye uchumi wa bidhaa hii. Ndio inaitwa unit economy. Okay. Uchumi wa bidhaa moja. Huwezi ukasema mimi nataka nipate mafaida bila kujua kufanya uchumi wa bidhaa moja. Uchumi wa bidhaa moja kwa sababu gani? Kabla hujapanga bei lazima ujue gharama. Ndio. Hapo ndipo majanga yanaanzia. Ni kweli. Kuna watu wanatengeneza juice. Kuna watu wanazalisha sabuni. Kuna watu wanazalisha bidhaa mbalimbali. Lakini ukimuuliza hii bidhaa umetumia shilingi ngapi mpaka tumeishika hapo? Tunasubiri mtu ainunue. Umetumia shilingi ngapi? Hajui.
Yeye anachokijua ametengeneza bidhaa ambayo sokoni ipo, na sokoni wanauzaga 400. Bila kujua yeye gharama ya kuitengeneza bidhaa ni shilingi ngapi. Anapanga bei ya soko. Sasa unajua kitakachotokea? Unakumbuka kule nyuma tulikuwa tunazungumzia margin, profit margin. Hapa ndipo kwenye msingi sasa. Wewe FaithBet unatengeneza juice. Unasema glasi moja shilingi 500. Ndio. Wewe hiyo glasi moja imekugharimu shilingi ngapi? Kukugharimu shilingi ngapi? Sasa hapo ndo tunakuja kwenye unit economy. Maana yake ni nini? Lazima ufahamu matunda yote uliyotumia, maji, sukari kama uliweka, uliosha matunda sijui ndio yale maji yalitumika. Vifungashio kama una take away, vyote lazima vikusanye pamoja, alafu ujue kwenye hayo matunda yote uliyonunua umepata glasi ngapi? Umepata glasi 50. Sasa unachukua vifungashio take away, nunua shilingi ngapi? Matunda yote yaliyotengeneza hizo glasi 50 shilingi ngapi? Sukari niliyoweka ni ya kiasi gani, ya shilingi ngapi? Maji zaweza kutumia maji ya mabaya kabisa. Kama umenunua maji mazuri au kuna namna umeyapata kwa gharama, unajumlisha. Na chochote ambacho kinaitwa direct cost, gharama ya moja kwa moja, ndio nakwambia. Na chochote ambacho umetumia kukupa gharama ya moja kwa moja, final product, umeme, unajumlisha kila kitu. Then unachukua kama umepata 1000, umepata labda 100,000, unachukua 100,000 unagawanya kwa glasi 50, unapata unit cost ya kila glasi. Hiyo ndio unaenda kwenye mfumo wa uza digit. Unasema glasi moja shilingi 150. Mimi nauza 500. Margin ni tofauti ya 500 na 150. Hiyo ndio inaitwa margin. Sasa kama hujui shilingi ngapi, ndio ukikupa mfumo wa uza digit, ikikudai gharama ya kutengeneza, utaweka nini? Kwa sababu mfumo hauwezi kufanya kazi bila kuambia gharama. True. Ili uweze kutoa. Sasa mwanzo wa kilio unaanzia hapo. Sasa hapa nimetoa mfano mzuri rahisi wa juice. Lakini kuna biashara nyingi ni complicated, watu hawawezi kabisa kucalculate unit cost. Sasa hawa ni wanaozalisha. Twende kwa wale wanaonunua. Ndio. Anaenda kale kwa kununua mzigo. Hii swali tulishawahi kulifanya kule nyuma. Yeah. Kwa toa mfano wa nondo. Nakumbuka kwenye episode zilizopita. Yes. Kwa lazima uongeze gharama za usafirishaji, gharama za kupandisha mzigo na kushusha, sio, unaelewa? Baadaye ndio uchukue hizo hela, ujumlishe na hela za manunuzi, then uchukue idadi ya nondo ugawanye, utapata bei mpya ya kama gharama, ili ujue utauza shilingi ngapi. Sasa hiyo ndio sayansi ya kupanga bei. Kuna mambo sasa yanayofuata hapo. Kwa nini watu wanakopi na kupesti? Wewe FaithBet unadhani kwa nini watu hutumia bei ya jirani ili wauze? Yaani wewe unanunua mzigo au unatengeneza juice, unakuta mwenzio anauza 400. Na wewe unapanga hapa unauza 100 ngapi? 400. Sasa kuna hatari. Ndio. Na kwa nini ni hatari kwa biashara? Kuna hatari. Nitakupa hatari kadhaa. Ukipanga bei kwa sababu ya bei ya jirani, umeignore gharama ulioingia wewe. Umepuuzia gharama ulioingia wewe kuitengeneza, ambayo mara nyingi 100% au 99 huwa ni tofauti na ya mwenzio. Hata kama bidhaa ni hiyo. Hata kama bidhaa ni ile, katika kuzalisha gharama zitatofautiana. Hamjanunua matunda sehemu moja, narudi kwa mfano wa juice. Hamjanunua matunda ya ubora wa aina moja. Same, okay. Hamjatumia blender inayokula umeme unaofanana. Kwa hiyo mwisho wa siku gharama ya uzalishaji wa juice glasi moja
aina ya vifungashio labda vinaweza kufanana, lakini gharama ya kuingia kifungashio itatofautiana. Uenda wewe ulienda kuchukua mbali, mwezi ukachukua karibu, kwa sababu gharama kifungashio nayo inaongezeka kwa sababu ya usafirishaji pia. Ndio. Kwa hiyo kuto kujali gharama yako na kwenda kukopi bei ya jirani yako ni mwanzo wa kuminya margin. Unaikumbuka? Yaani tofauti kati ya bei ya kununua na nini na kutengenezea. Kwa mfano wewe umetengeneza juice bora, nzuri, tamu, kwa sababu umejali kununua matunda yenye hadhi nzuri, maana yake bei imeongezeka. Unajikuta gharama ya ile glass moja imekugharimu shilingi 500. Kumbe wewe ulitakiwa uuze ile juice 1000. Wewe umeenda kumkopi jirani yako umeuza 400. Hasara tayari. Unasema, "Mbona sasa nimeuza lakini hela yangu haijarudi?" Ndio, yani sasa hawa wanaouza huwa wanashituka wakishamaliza kuuza. Akishamaliza kuuza ndo anagundua, mbona hela yangu ambayo nilinunua matunda umeme haijarudi? Hapo ndipo shida inaanzia. Tatizo la kumkopi nani? Jirani. Kwa hiyo unauza bila kujua kama unapata faida au la, kwa sababu faida unaitoa kwenye gharama ya nini? Ya uzalishaji au ya manunuzi. Na gharama ya manunuzi sio ile tu unayolipia pale dukani. Hapana. Kwa sababu hapa ndipo huwa tunafundisha vitu vinaitwa direct cost and indirect cost. Gharama zote ambazo uliziingia wakati unanunua mzigo lazima zikae kwenye bei ya kununua. Maana yake bei ya kununua inapanda. Inapanda, ndio. Tofauti na ile ununua kwa msambazaji. Indirect cost au ni gharama ambazo unaziingia ili uuze hiyo bidhaa. Hapa nataka niwafundishe wadau wangu taratibu. Kwa kweli. Wengi mnasema sifanyi biashara yoyote, lakini mimi nawasaidia. Tawasaidia. Lakini mara nyingi mnaosema hivyo ni wale ambao hata biashara hamfanyi, na kama mnafanya mmeshakata tamaa. Lakini wale ambao wanataka kukua wanaelewa ninachokisema. Exactly. Kwa hiyo nimesema kuna gharama za aina ngapi? 2. Ya kwanza inaitwa direct cost, gharama ya moja kwa moja. Hii ni gharama ambayo unaingia wakati unaenda kununua nini? Bidhaa. Lazima iongezwe kuwa sehemu ya manunuzi ya hiyo bidhaa. Kwa sababu hiyo gharama yako ya kununua bidhaa inapanda. Kwa mfano, wewe bidhaa yako umeitoa Kariakoo. Ukainunua 10,000. Ukasafirisha kupeleka Chanika. Alafu kuna mwenzio anamjua supplier yuko pale pale Chanika, ila wewe humjui. Kaenda tu pale kanunua, kaleta dukani. Bei ile ile. Nani kanunua bidhaa kwa bei kubwa? Mimi niliotoa Kariakoo. Kwa nini? Kwa sababu wewe direct cost zimeongezeka. Yes. Kuna ile uliotumia kununulia na kuna usafiri na kuna kula, wewe ulikunywa maji. Vyote hivyo ni sehemu ya manunuzi. Hii ni gharama moja ambayo lazima ipandishe bei ya manunuzi. Gharama ya pili inaitwa indirect cost, au wataalamu wengine wanasema overhead expenses. Hizi ni gharama sasa ambazo unaziingia wakati unaiuza hiyo bidhaa. Ndio pia inakujulisha uuze bei kiasi gani. Sasa katika kupanga bei kuna makundi matatu ambayo nitayafundisha siku nyingine, lakini hapa najaribu kuonyesha tu hatari gani ya kukopi bei ya jirani yako. Sawa? Kwa hiyo moja ya sababu ambayo inasababisha wewe uuze bila kujua unapata faida kiasi gani ni hiyo ya kupanga bei kama jirani yako bila kujua yeye mzigo anatoa wapi. Labda yeye ananunua mzigo kwa bei ya chini, wewe unapata kwa bei ya juu. Lakini pia unakuta wewe gharama ya uendeshaji wa ofisi yako iko juu kuliko gharama ya uendeshaji ya mwenzio. Kwa mfano, wewe duka lako na wafanyakazi wawili unalipa mshahara. Yeye kaweka mfumo wa uza digiti, kaweka mfanyakazi huyu mmoja. Gharama hizo kufanana. Kwa lazima bei yako nayo iwe tofauti ili faida iwe kubwa, iweze kunini? Kukava gharama za hawa wafanyakazi na umeme na nini? Maji, taka, halmashauri, vitu vingi. Kwa hiyo ukikopi na kupesti unauza kwa hasara. Sababu nyingine ambayo ni mbaya kukopi bei ya jirani yako, Faithbet, ni unaharibu margin yako. True. Ile ambacho tumetoka kuzungumza. Unaweka bei ya chini ili ushindane. Lakini gharama zako sasa unakuta hazijabadilika. Ni kweli.
Tunapunguza tu gharama, tunapunguza tu bei, lakini gharama ziko pale pale, hazijapungua. Tena saa nyingine kuna ambazo umeziongeza. Sasa ukisha shrink margin, yani margin ni tofauti kati ya bei ulionunulia au uliozalishia na bei ya kuuza. Ukisha shrink tu, kumbuka haka ka faida ndiko kanaenda kuliwa na zile overhead. Yes. Zile gharama za ziada au indirect cost ambazo ndizo zinakusaidia wewe uweze kuuza. Kwa sababu bila kuwa na gharama za kuuza hauwezi kuuza. Sasa zile gharama zinachotwa au zinamezwa na ile tofauti kati ya bei ya kuuza na kununua. Kwa hiyo gap ya bei ya kununua na kuuza lazima iwe nene kidogo. Iwe ndefu kidogo ili ikusaidie kuweza kukava zile gharama zingine. Sasa kama wewe unashusha tu wakati wewe gharama za uendeshaji ni kubwa kuliko mwenzio, imekula kwako. Kwa mfano wewe una ofisi nzuri, umeingia gharama kuirekebisha na kodi iko juu. Mwenzio ana ofisi ya kawaida na bidhaa ni hiyo, wewe unamkopi, umeenda na maji. Sasa utaniambia nifanyeje? Nitakueleza baadaye. Kwa hiyo utajikuta biashara inakufa pole. Ni kama vile umepewa slow killing poison. Ni kama umepewa sumu inayoua nini? Taratibu. Kwa hiyo majini yako inashrinki, inaanza kuliwa na indirect cost, gharama ambazo sio za moja kwa moja, zile gharama zinazokusaidia wewe ufanye mauzo. Mwisho wa siku biashara yako inafariki. Jambo lingine la tatu, hakuna utambulisho wa biashara yako. Hapa tunazungumza nini? The brand image. Kwa sababu hakuna brand image, unajimaliza. Maana yake ni sawa sana muimbaji ambaye anataka kuimba kama Faithbet. Maana yake wewe unajitangaza kwamba wewe bora uondoke ufe kwa sababu huna faida yoyote. Faithbet anabaki yupo kwa sababu yeye ndiyo mwenye original melody. Sasa unapomkopi wewe, thamani yako inapotea. Unajimaliza. Ni bora uimbe sauti ambayo ni ya kwako, watu waipenye kwenye masikio ya watu, waipende, hauta compete na mtu. Hauta compete na mtu. Hauwezi kushindana na mtu kwa sababu una upekee wako. Kwa hiyo unapokuwa copy biashara ya mtu, bei zake haui tofauti. Kwa hiyo lazima ule utofauti unaosababisha bei ipande uoneshe in terms of brand. Tofauti na hapo umeenda na maji. Wewe ni mtaalamu wa mambo ya public speaking. Sio kila host kama wewe analipwa kiwango kama cha kwako. Kwa nini? Ulivyojiweka, gharama unazoziingia kujiandaa kwa ajili ya event, na mwingine ni tofauti. Kwa hiyo biashara yako inakuta sasa haina mikakati. Tunaita sales strategy. Kwa sababu wewe unakopi tu. Sasa ukisha kopi bei ya mtu, mikakati ya nini? Bei ushapata. Maana yake leo unashusha na unashusha. Kwa hiyo wewe unakuwa ni copy paste. Ukiona amepandisha na unapandisha. Ukiona ameshusha na unashusha chini yake bila kujua kwamba gharama zako ziko juu kuliko za kwake. Lakini engineer, nataka nianze kibiashara zaidi, si ndio? Sawa. Sitakiwi ku copy bei ya jirani yangu, si ndio? Unaweza kukopi. Kwa sababu kuna bei zingine huwezi kupandisha kuliko za soko. Yaani unakuta soko lilishatengeneza bei yake. Lakini hapa hiyo ni bei straight, hiyo inaitwa pricing strategy inayoitwa budget plus. Budget plus au tunaita cost plus. Ni pale ambapo naangalia gharama zako alafu bei inajulikana. Kwa hiyo huna haja kusema nitapanga bei. Kwa hiyo unashindania kucontrol nini? Direct cost. That's exactly what I was asking. I knew. Kwa sababu hayo mna compete katika kupunguza gharama ya ile direct cost. Kwa sababu bei inajulikana. Exactly. Hata kama nimeingia cost kubwa kiasi gani, mwisho wa siku nitakuja tu pale pale. Faithbet hujai kuta watu wanauza maji wote lita moja, lakini mwingine anauza 600, mwingine 500. Ndio. Unajua sababu? Na unanunua ya 600. Kwa sababu kuna wewe mwenyewe ukinywa maji unasema unajua maji yenye ladha ni yale ambayo yana pH ya 7.0. Hayo ndio maji yenye ladha. Yaani ladha maana yake ni ladhaless. Yaani maji ni odorless and tasteless. Kwa hiyo maji yanazozidi kuwa tasteless ndio yanazidi kuwa matamu. Kwa hiyo watu wana compete hapo. Kwa hiyo ukisikia watu wanashindana kwenye maji, wanashindana kwenye pH value. Kwa hiyo unapopambana kupata chanzo chenye maji ambayo yanakupa pH 7.0, maji yako ni matamu. Kwa hiyo unaweza kupandisha bei.
Angalia maji machupa yote, weka nunue kaangalie pH. Wengine wana 6.8. Ukisikia 6.8 unaanza kusikia mbona kana chumvi. Ukisikia pH 7.4 unaanza kusikia kama vile kuna magadi. Juu unasikia chumvi, chini unasikia kama yanataka kukuunguza fulani hivi. Kwa hiyo hapo ndipo wanashindania. Ndio maana kuta bei tofauti au aina ya chupa, design. Kwa hiyo bei inapangwa kulingana na gharama. Kama bei kule inayotakiwa ni ile ile, wateja wamezoea bei ile ile, unabidi control nini? Gharama ya utengenezaji. Sasa unajikuta sasa Faith unapigana vita usivyovijua. Ndio. Jirani anaweza kuwa anafanya clearance ya mzigo. Sio bei yake hiyo, ashapiga profit. Ashapiga mafaida. Sasa hiyo mzigo umekaka. Anaamua kuclear. Anasema sasa anauza nusu bei. Wewe unaenda na copy. Unafariki, yeye anaendelea kuwepo, umeondoka. Na hii ni style ambayo wanaitumia sana wa China. Kufarikisha tu. Kuingia kwenye soko, anaingia na low price. Bei ya chini mpaka mnashangaa. Unajui kwenda nani kale kwa unakuta bidhaa fulani hivi, bei ya chini wambele ndio fulani. Yaani pale wako chipu. Anaamua kufanya hivyo miezi 6 mwaka ili aweze kupenetrate na kuingia kwenye mind ya wateja. Baada ya mwaka huo bei inapanda mara 2. Mtaendelea kununua mshazoea. Ndio. Kwa hiyo inawezekana jirani yako anajaribu kuvuta wateja kwa muda kama hiki ambacho nilikutoka kueleza mfano wa China. Sasa kama anajaribu kuvuta wateja kwa muda Faith, huwezi kumkopi wewe. Inawezekana yeye ndio strategy yake, ndio mkakati wake wa kuingia wapi? Sokoni. Wewe unamkopi. Unajikuta unakula za uso. Kwa hiyo wewe unaiga bila kujua muktadha ni nini. Mwisho wa siku unapotea. Sababu nyingine ambayo sio nzuri kumkopi jirani ya mwisho ni unaanza kushindana kwa bei badala ya thamani. Na hii ndio shida iliyopo. Mtu ana juisi nzuri ambayo thamani yake ni buku. Anaiuza 100. Hujai kuuza bidhaa nzuri mpaka mteja anasema, "Mbona juisi yako ni nzuri unauza bei ndogo?" Yaani unajua hapo wewe ni sasa umejifanya mjinga kabisa. Ni kweli. Yaani mpaka wateja wanakuhurumia. Wewe unasema, "Sasa jirani anauza 500. Sasa thamani ya juisi yako ni tofauti." Hapo ndipo kwenye pricing strategy. Hapo mimi ndio moja ya utaalamu nilionao kwenye business development services ni kupanga bei. Niko vizuri Faith? Najua. Niko vizuri. Yaani nakubali. Nitajisifia. Yaani wewe njoo na bidhaa yako. Nitakwambia kwamba bidhaa yako hii tutatengeneza mkakati na tutaiuza. Na kumbuka, wateja hawavutwi na bei. Wateja wako tayari kulipia thamani yoyote iliyo bora kwao. Kwa mfano, mtu kaumwa kansa. Na unajua treatment ya kansa ni complicated. Sometimes you don't survive. Sometimes inakuwa ngumu. Anakuja mtu anakuambia kansa na dawa. Unakunywa siku 30 kansa hakuna, na anakupa ushuhuda na kuna jirani ulimuona na kansa kapona. Lakini dozi hiyo ni milioni 7. Utatafuta tu. Kabisa. Tachanga. Kwa hiyo thamani ni kitu cha muhimu. Kwa hiyo unapoanza kushindana kwa bei, wewe tayari biashara imekushinda. Hatushindanagi kwenye bei. Wafanya biashara wanaofanya biashara hatushindani kwenye bei. Kwamba shusha na mimi nashusha. Shusha na mimi nashusha. Hatushindani. Usio mnada huo. Tunashindana kwa thamani. Kwa hiyo ukishindana kwa bei, mwisho wake ni nini? Bei zinashuka, faida inapotea, unafariki kibiashara. Kwa hiyo bei ya jirani isiwe ndio mkakati wako. Kwamba jirani akipanga hii, mshindani wangu akipanga hivi, na mimi napanga hivyo hivyo. Ni shortcut ya kuua biashara yako. Kukopi bei ya jirani yako au ya mshindani wako ni shortcut ya kumaliza biashara yako. Na unaiua wewe mwenyewe kwa mikono yako mwenyewe. Karibu Face kama una swali nyingine. Injinia, tunashukuru sana. Tuna swali la mwisho nadhani. Sasa muda wetu unatukimbia. Mfanya biashara atajuaje kama bei yake anayoipanga inaleta faida halisi? Jua gharama halisi kwa kila bidhaa. Usipojua gharama halisi kwa kila bidhaa, utashindwa kupunguza bei, na ukipunguza utapunguza bila kujua. Unakuwa kama vile umechukua kichwa umesimika kwenye mchanga, kiwiliwili kiko juu. Jua bei ulionunulia, usafiri,
Si unanielewa? Gharama zote zile ambazo nilizieleza za direct cost, ili ikupe kitu kinaitwa cost per unit au cost per item. Ukishaijua hiyo, hatua ya pili, jitahidi kujua margin yako. Chukua bei ya kuuzia, toa bei ya kununulia, gawanya kwa bei ya uliouzia mara 100. Unapata margin in terms of percentage. Ukichukua bei unaouzia, toa gharama ulionunulia, unapata margin pia, lakini margin in terms of amount. Percentage inakupa picha ya haraka. Margin ya tofauti ya bei unaweza kuona ni ndogo. Kwa mfano umenunua kitu 10,000, umeuza 6,000. Faida 4,000. Unaweza kusema mbona ndogo? Lakini ukikalkulate margin unakuta ni 30, 40 huko. Kwa unakuta ni nzuri. Unajua kabisa hii kwa sababu kuna standard. Kwa mfano mimi ninapofundisha hizi workshop, kuna workshop nafundisha na tulifanya last time. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3. One of the thing, moja kitu ambacho nilifundisha ni jinsi ya kucalculate margin na kuwaonyesha standard ambazo zinaitwa international standard ya kila industry, yani kila sekta. Sekta ya urembo margin yake inaanzia asilimia fulani mpaka fulani. Sekta ya chakula margin yake asilimia fulani mpaka fulani. Kwa hiyo ukishaona umedumbukia kwenye ile margin ya ile sekta, you are safe. Okay? Kwa hiyo faida unachukua selling price, hiyo kila mtu anajua, minus total cost. Yani gharama ya kuuzia toa gharama ya nini? Ya manunuzi. Lakini margin in terms of percentage, kwa sababu kuna profit afu kuna margin. Na kuna margin ambayo ni profit lakini in terms of amount. Lakini kuna margin, mara nyingi margin tunaita ni faida asilimia. Unachukua faida unagawanya kwa bei ya kuuzia. Unazidisha mara 100, unapata asilimia. Kwa hiyo sasa ishara kuwa huna faida, unauza sana lakini pesa haiongezeki. Unauza lakini pesa iko pale pale. Mbona nauza sana? Margin ndogo inakuja kuliwa na nini? Na gharama za uendeshaji. Cash flow inakuwa tight kila siku. Yaani kila siku hela unaona ni ndogo. Yaani hela ni nyingi lakini ukitoa hela zako ulizozinunulia mzigo, kahela kadogo. Unashindwa kuongeza mzigo. Hiyo inaonyesha nini? Margin ndogo. Maana yake ulikwenda ukauza ukapata faida, ukala faida yote. Alafu kala na sehemu ya mtaji kwa sababu margin ni ndogo. Lakini pia unategemea mikopo kuendesha biashara. Hatua ya 3, angalia biashara nzima, sio bidhaa. Look the big picture. Angalia total revenue, total expense, total profit, au tunaita net profit. Hiyo inakupa picha pana. Sasa hii unaipata kwenye mifumo kama Uza Digit. Kwa sababu inakuwa ina rekodi kila siku, Kwa hiyo ukilani report ya wiki au ya mwezi, inaweza kukupa total revenue, total expense na net profit ya mwezi. Usiangalie tu bidhaa moja moja. Kwa sababu bidhaa kama unit margin ni ndogo, formula tunasemaga lazima uuze unit nyingi. Ndio. Kama margin ni kubwa, maana yake volume ni kidogo. Yaani mara nyingi bidhaa ambazo zina bei ndogo ndogo lazima ziuze nyingi. Ili zile margin hizi pile up, ziongezeke. Lakini kama bidhaa ina margin kubwa, hata ukiuza chache unajikuta na faida kubwa na biashara inakwenda. Unanipata Faith Bet? Kwa hiyo huo ndio ukweli wa biashara Faith. Na hii ndio sayansi ya kupanga nini? Bei. Na Uza Digit inasaidia sana. Ni wadhamini wetu, lazima niwape kongole kwa kutengeneza mfumo ambao ni world class. Ni mfumo ambao unazungumza. Una AI inakusaidia kufanya maamuzi. Kwa hiyo unaweza kuona gharama halisi ya bidhaa, inakuonyesha margin ya kila bidhaa, inakualeti bidhaa fulani zimepungua, unatakiwa kununua zingine, inakuwezesha kupanga bei kwa data, sio kwa mihemko. Sio unaamua tu hapa hii ngoja niuze hivi. Na sio kwa kuiga jirani yako. Kwa hiyo utajikuta unaongeza bei, unajua niongeze bei wapi, nipunguze bei wapi, bidhaa gani niache. Mfumo ndio unakusaidia kufanya maamuzi. Kwamba hii bidhaa sitaki kuendelea nayo. Nikitaka kutoa discount, unajua natoa discount ya kiasi gani na kwa sababu gani ambayo haitaathiri. Kwa mfano bidhaa kama inatembea sana, mtu anakuomba bei, unagoma. Bidhaa ambayo haitembei sana unatoa discount. Bidhaa ambayo inatembea sana usitoe discount, kwa sababu itanunuliwa tu ili margin yako isifanye isishirinki. Lakini bidhaa ambayo unaona inakaa sana, toa discount ili iende haraka, mtaji wako rudi. Last episode tulisemaje?
usikubali mtaji wako ufie wapi? Kwenye bidhaa. Lazima Never uhakikishe. have a dead stock. Exactly. Hakikisha bidhaa unazonunua Hiyo ni sayansi zinaingia na ya kupanga bei, faith. Lakini next time tutawafundisha hiyo pricing strategy, Yes. ambayo tunaita budget au tunaita parity. Budget unaangalia gharama yako, unaongeza margin ujue unaweza shingapi kwa kuangalia pia sokoni. Lakini parity ni kuangalia majirani zako wanauza shingapi. Huwezi kani wote mtaa mzima wanauza 600, wewe unauza 1200, hutauza kabisa. Kwa sababu watakuwa wanatoka kwako wanaenda kwa jirani. Kabisa. So unachotakiwa kufanya hapo na compete kwa kupunguza nini? Cost. Lakini kuna bei nyingine inaitwa pricing strategy ya kufanya kitu kinaitwa prestige au premium. Premium ni pale ambapo huduma zako ni not touch. Yaani ni ziko halafu kumbuka unajikuta ni mtaalamu. Hakuna mtu kama wewe. Hapo na charge unavyotaka. Kabisa. Hiyo inaitwa premium. Hapo ndo unapata vitu inaitwa monopoly of price. Yaani unakuta wewe ndio ukipanga bei wengine wote wanafuata. Watamu hapo. Thank you, Faith. We're out of time. Inchini nashukuru sana. All right, thank you, Faith. Yaani there is no way mtu akakusikiliza kuanzia mwanzo hadi mwisho asiondoke na kakitu. Na uzuri ni kwamba unaposikiliza episode ya kwanza unao uwezo kabisa wa kuchukua hatua na ukaanza kuyaona hayo matokeo. Huhitaji vitu vingi sana ndio uje kufanikiwa kibiashara. Sometimes unahitaji tu eneo moja tu au taarifa sahihi fulani tu moja ili kubadilisha biashara yako nzima ikawa kimafanikio, kimataifa na hata kidunia. Hivyo usiache kuchukua hatua kwa haya ambayo unasikiliza kutoka kwa Engineer Kabenda Balete. And of course, thank you for tuning in. Usiache kulike, usiache kusubscribe, usiache also kushare na mtu mwingine. I am Faith Beth Mkenda. Thank you for tuning in again and see you on the next episode.